Kuna eneo lingine ambalo unaona serikali pia imeliangalia kwenye hii budget, eneo la gesi asilia, compressed natural gas ambayo tunayo. Tunaona wameondoa VAT kwa gesi ambayo inauzwa kwenye vituo vile. Na sababu kubwa ni kuwezesha watu wengi kuingia kwenye uwekezaji, kutumia mafuta, lakini kwa watu wa vyombo vya moto kuingia kwenye matumizi ya ingawa ushuru wameongeza kidogo. Imefika 0.55, ilikuwa 0.45 ya metric ya gesi, ila kwa sasa hivi imeongezeka kidogo. Lakini swala kubwa kwenye hili swala la gesi, kama ambavyo tumekuwa tukiongelea, inawezekana kwa sasa hivi serikali inaanza kuona hili jambo. Kwenye swala la gesi, ni swala pia la uhuru wa nchi, hasa kiuchumi. Kwa sababu unazungumzia unatumia kwa sasa hivi asilimia kubwa ya fedha zetu zinatumika kwenye kuagiza mafuta. Na asilimia kubwa ya mafuta yanatumika Dar es Salaam. Yanatumika Dar es Salaam kwenye nini? Kwenye magari. Sasa kama ukiweza kutengeneza unasema mnyororo wa thamani ambapo gesi inanunuliwa Tanzania, ukatengeneza mnyororo wa thamani ya kuconvert magari kwa kupitia vifaa ndani ya Tanzania, unaweza ukajikuta kwamba una hela kubwa ambayo badala ungeenda kukopa, sasa unaweza kupata kwa sababu hela ambayo tunatumia kwenye mafuta ukipunguza hata asilimia 40 unabadilisha maisha ya nchi. Na labda hapo kukazia, tunajua tunapozungumzia hiyo hela sio hela yetu, hii shilingi yetu, tunazungumzia ni dola, fedha ya kigeni ambayo huwa inatupa shida pia kuna muda kuitafuta na pia ni sababu ya mfumuko wa ndani pia wa ndani wa bidhaa, kwa sababu pia dola nayo kuna muda shilingi thamani yake ikianguka dhidi ya dola, tunaona kabisa kuna madhara yanayotokea hapa ndani. Kwa hiyo kupunguza utegemezi wa mafuta na kuhamia kwenye matumizi ya gesi, kwanza hiyo itatusaidia kupunguza, kama ulivyosema Tony, itaokoa matumizi ya dola, lakini pili tutaibakisha hiyo hela ambayo tunaipeleka kwenye Gulf States huko na mataifa mengine, itabaki hapa Tanzania kwenye makampuni ya ndani ambayo tunajua yatareinvest hapa, kwa sababu tunacho kiwango cha gesi cha mafuta tunachoagiza kwa mwaka ni fedha nyingi sana. Lakini pia katika kuliendea hilo, of course tumeona kuna baadhi ya hatua zimepigwa, kwa mfano kufunguliwa kituo cha Mlimani City cha kujaza gesi pamoja na mother station, kwa sababu inasaidia vituo vingine, vituo vidogo hivi. Lakini pia na karakana ya kubadilishia mifumo ya magari kutoka matumizi ya mafuta kwenda matumizi ya gesi. Kwa mimi kwa mtazamo wangu, nakumbuka kuna kipindi naibu waziri mkuu Biteko aliwahi kugusia, nadhani mwaka jana, kwamba tunafikiria magari ya serikali kwa sababu ni mengi sana, unajua katika na ni watu pia wanao consume. Unajua tusiache magari, serikali pia ina magari mengi, lakini magari yake mengi pia yana consume mafuta, yani kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo alizungumzia kwamba wanafikiria pia kwenye upande wa magari ya serikali yaanze kubadilishwa kwenda kwenye matumizi ya gesi. Mimi nadhani pia hatua kama hizo zikichukuliwa kwa haraka zitasaidia kwanza pia hata kuchange mindset za watu wengi ambao kutengeneza soko ambalo litavutia uwekezaji zaidi, lakini pia kutengeneza soko litavutia uwekezaji zaidi ambao vituo vitatengenezwa vitatengenezwa vingi zaidi kwenye ngazi za mikoa, wilaya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama hata mikoani, wilayani mtu ataona kuna kituo cha gesi, kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kwa watu kushift kwa chana kwenye matumizi ya mafuta na kwenda kwenye matumizi ya gesi. Na sehemu ya pili ambayo mimi nadhani inapaswa kutilia mkazo ni kwenye usafiri wa umma, hususan kwenye miji na majiji. Kwa mfano tumeona hapa kwamba kuna katika moja ya ruti ya mradi ya mabasi ya mwendokasi wamesema wataanza kutumia mabasi yatatumia gesi. Lakini hiyo mimi kwa mtazamo wangu naona ingeenda mbali kwa mradi mzima wa shift watumie gesi. Lakini pia tufikirie hata kwa
usafiri wa umma mwingine ambayo inatumika kwenye miji, yani kuwe na huo utaratibu kwamba usafiri huo wa umma kwa sasa wa shift kwenda kwenye matumizi ya gesi, kwa sababu tumeona, kwa sababu ni economic, ni faida pia kwa mfanyabiashara. Tumeona shift kubwa sasa hizi zinatokea. Kwa mfano haya magari madogo ambayo mengi yanaenda kwenye wanabadili mifumo sasa hizi, unakuta ni madereva bajaji wa hizi usafiri wa taxi za mtandao zinatumia hivyo, yani bajaji pamoja na gari ndogo nyingi sana hivi sasa zinatumia gesi. Na wengi kwenye tafiti nyingi tukiwaoji kwenye habari, wengi wanakuambia kwa gesi imeniwezesha kupata faida yangu mara 2 niliyokuwa naipata mwanzo. Kwa hiyo ndio maana kuna kundi kubwa sana la watu wanaohamia kwenye matumizi ya gesi. Kwa hiyo mimi nadhani tukienda pia kwenye usafiri wa umma kwa ujumla, ingeweza sana kusaidia pia kutengeneza biashara na uwekezaji kwenye mnyororo mzima wa thamani wa matumizi ya gesi asilia. Na hapo uliposema kwa mfano vyombo vya serikali kuhamia, nadhani unajua kuna wakati maamuzi yanabidi yawe ya haraka na decisive. Ni kwamba maamuzi ambayo unaamua kufunga mikono miguu kwamba ninaingia kwenye gesi. Kama kwa mfano hata shirika la posta, shirika la TANESCO, TPA wakaingia kwenye hizi. Unazungumzia magari mengi sana yanaingia sana. Sababu serikali ina magari mengi. Au TTCL. Kwa unaanza gradually, lakini inabidi iwe walau uweke milestone kwamba ndani ya mwaka mmoja tunaingiza magari haya. Lakini pia inawezekana wakati mwingine shida ni wawekezaji waliwekeza kwenye mafuta. Ukiangalia kuna uwezekano mkubwa wa kushift kama resources ni ya ndani, lakini unawezaje hata kuiendeleza gesi yetu kama hauna huo uwezo? Kwa sababu hii hela unaipata hapa, kuna uwezekano mkubwa ukaendeleza gesi pia. Kwa hiyo ni kama mzunguko unaoenda. Pia nilikuwa na wazo lingine hasa kwenye halmashauri za Dar, kutokana na kwamba magari sehemu kubwa ndio inatumia mafuta mengi. Mimi nadhani halmashauri za Dar inabidi ziingie kwenye uwekezaji wa gesi, kwa sababu wamekuwa wakifanya biashara nyingi. Tumeona wameanzisha benki ilikufa. Of course haijafa, lakini imepata hasara. Mtaji karibia wote umepotea. Nadhani kuna uwezekano mkubwa wakawekeza kwenye gesi, kuanzisha vituo, kwa mfano kampuni ya gesi ambayo halmashauri za Dar. Kwa nini tunasema halmashauri za Dar? Kwa sababu ndo halmashauri zenye hela kuliko halmashauri zote Tanzania, na hata zinakusanya. Kwa hiyo zinaweza kuungana zikaanzisha kampuni ambayo ikahusika na kuanzisha vituo, ambayo ikahusika na usambazaji wa gesi majumbani, lakini pia ikahusika na conversion, kujenga karakana za kubadili mifumo ya magari. Lakini pia inawezekana kampuni hiyo ikawezesha labda kushusha hata gharama za kubadili mfumo, ikasaidia hata wawekezaji wengine, kwamba badala sasa hivi unabadili kwa milioni 2 ukabadili labda kwa 400,000 ukawa unachajiwa point na kuendelea. Lakini ukiangalia kwa nini nasema kama hizi halmashauri zikifanya hivi, kwa sababu ni uwekezaji ambao hauwezi kupotea. Gesi ni ya Tanzania, watu wanaingia kuconvert magari, ni kitu ambacho kitazunguka hapo. Changamoto kubwa labda ni kuendesha kampuni kama ilivyotokea labda kwa mwendokasi, kwa sababu inaonekana ni biashara pekee ambayo inazidiwa na wateja. Duniani kwamba biashara wateja imewazidi. Wateja wengi kushinda.